Na popote pale ulipo, habari za kati, karibu sana Charles Beda TV, mchakato jimboni, sehemu ambayo inakupa nafasi ya kuweza kujua yale yanayojiri katika masuala ya uchaguzi katika kata zetu mbalimbali huko. Hali ikoje katika mchakato jimboni, na leo hii tunabisha hodi kata ya Moivo katika mchakato jimboni kuweza kujua yapi ambayo yanatokea kwenye kata hii ya Moivo. Kata hii ya Moivo ina matawi mawili ya Chama cha Mapinduzi, tawi la Iglority na tawi la Moivo. Matawi mawili, Iglority ikiongozwa na Proches Ndanu na tawi hili la Moivo. Diwani wa kata hii ya Moivo ni Mheshimiwa Selina James Molel, ambaye yeye aliingia madarakani mwaka 2020. Ni awamu yake ya kwanza kama diwani wa kata hii ya Moivo 2020, na sasa miaka mitano imekamilika. Tarehe 20 mwezi wa 6 mwaka huu ndio ilikuwa mwisho wa utumishi wake kama diwani, na sasa tunaenda kwenye uchaguzi, na tayari tarehe 28 mpaka tarehe 2 mwezi wa 7, tarehe 28 mwezi wa 6 mpaka tarehe 2 mwezi wa 7 uchukuaji na kurejesha fomu. Baada hapo michakato mingine itachukua nafasi katika kinyang'anyiro hiki. Sasa tetesi zinasemaje katika swala zima la udiwani kata hii ya Moivo yenye matawi mawili, Iglority na tawi la Moivo lenyewe? Tetesi zinasema kwamba Selina ni miongoni mwa watu ambao atatetea nafasi yake kwenye kinyang'anyiro hiki. Sasa endapo atatetea, hali ikoje? Bila shaka watampima, watu wa Moivo watampima kwa jinsi alivyotimiza wajibu wake kama diwani wa kata hii ya Moivo. Jinsi ambavyo ametimiza wajibu kama diwani wa kata hii ya Moivo, kwa maana ya utekelezaji wa ilani, majukumu yake aliyoyafanya, jinsi alivyoshirikiana na wananchi katika shughuli mbalimbali za maendeleo, mahusiano yake na wananchi wake yakoje, mahusiano yake na viongozi wake wa chama na serikali yakoje. Hivyo yote itakuwa ni miongoni mwa vitu ambavyo vitakwenda kuangaliwa kwa Mheshimiwa Selina James Molel. Lakini miongoni mwa vitu ambavyo kwa kweli ataweza kuvisemea endapo atasimama na kuomba ridhaa ya wajumbe, hususani wale wa mkutano mkuu wa CCM wa kura ya maoni, ni utekelezaji kuhusiana na masuala ya mathalani katika sekta ya afya, jengo la mama na mtoto, ambalo wakati anaingia lilikuwa lipo, sasa hivi anaondoka likiwa ipo pale jengo la mama na mtoto. Anaweza akasema jamani, wakati naingia nilisema nitatekeleza na sasa nimeondoka, tayari kuna jengo la mama na mtoto. Lakini kuna kituo cha polisi pale, kuna masuala vile vile, kuna shule ya sekondari, bila shaka hivyo vitu atavisemea kwamba ni miongoni mwa vitu ambavyo anaondoka madarakani akiviacha. Sasa wakina nani wanaotajwa kuingia kwenye kinyang'anyiro hiki ambao wana mpa kashkash Mheshimiwa Selina James Molel? Kwa kweli tetesi zinasema, ambazo ukipita kule mitaani, vijiweni na sehemu mbalimbali, anatajwa mtu anaitwa Proches Ndanu. Proches Ndanu ndiye anayetajwa. Tafadhali, kabla ya kuendelea zaidi, usahau kubonyeza kitufe cha subscribe hapo kwenye Charles Beda TV. Bonyeza hapo subscribe, alafu unakuwa unapata habari hizi. Proches Ndanu anatajwa kwamba yuko kwenye kinyang'anyiro cha kumrithi ama kuchukua nafasi ya Selina James Molel kwenye nafasi ya udiwani wa kata hii ya Moivo. Huyu Proches Ndanu ni mwenyekiti wa sasa wa tawi la Iglority, mwenyekiti wa CCM wa tawi la Iglority. Nakumbuka kata hii ya Moivo ina matawi mawili, kwa hiyo tayari Proches Ndanu ana mtaji wa tawi moja, kwa maana tayari yeye ni kiongozi wa tawi la Iglority na bado sasa tawi la Moivo. Lakini pia Proches Ndanu huyu katika uchaguzi wa 2020 akiwa bado hana historia ama uzoefu wa kisiasa, aliingia kwenye kinyang'anyiro hiki akiwania kwenye kura za maoni, yeye na Selina James Molel kuweza kugombea nafasi ya udiwani. Lakini kwenye kura za maoni hakufanikiwa. Aliyefanikiwa alikuwa ni Selina James Molel. Sasa pamoja na kutokufanikiwa, Proches Ndanu hakukata tamaa. Aliendelea kuwa karibu na chama, na hata katika uchaguzi wa 2022 Proches Ndanu aligombea na hatimaye akafanikiwa kushinda kiti cha mwenyekiti wa tawi la akafanikiwa kushinda katika kiti cha mwenyekiti wa tawi la Iglority katika uchaguzi ule
wa 2022 uchaguzi mkuu wa chama, na inasemekana ameendelea kuwa na ushirikiano mzuri kabisa kwake na viongozi wa chama na serikali. Ameendelea kuwa msaada, akitoa misaada mbalimbali pale inapohitajika kusaidia chama. Amekuwa mstari wa mbele kukisaidia chama. Anapoitwa huku kuna shughuli ya chama, basi anakuwa mbio mbio. Anakiitwa huku kuna shughuli ya chama, basi anakuwa mbio mbio. Yani yuko mstari wa mbele. Sasa hii yote inasababisha kwa kweli ushindani utakuwa mkali sana kati ya watu wawili, Proches Ndanu pamoja na Selina James Molel katika uchaguzi huu. Na kwa sababu gani unakuwa uchaguzi mkali sana? Kwa sababu Selina James Molel alipoingia madarakani ameendelea kutimiza wajibu wake kama diwani wa kata hii. Kama nilivyosema, kuna miradi ambayo wakati anaingia haikuwepo, na sasa hivi anaondoka madarakani miradi hile ipo katika uongozi wake. Lakini Proches Ndanu yeye aliposhindwa kwenye kura za maoni na Selina James Molel 2020 hakukata tamaa, aliendelea kujipanga na kujiimarisha. Kwa hiyo pale kuna ngome mbili nzito kabisa, iko ngome ya Proches Ndanu, viongozi wa chama na serikali, ambao kwa kweli wanaona Proches Ndanu ni mtu sahihi kupeperusha kijiti hiki cha kuwa diwani wa kata hii ya Moivo. Lakini kuna wengine wanasema hapana, Selina James Molel bado ni mtu sahihi kupeperusha kijiti hiki. Watu wamegawanyika katika pande hizo mbili, Selina Proches, Proche Selina, Selina Proche, Proches Selina. Hapo ndivyo shughuli ilipo hapa kata hii ya Moivo. Inawezekana kuna wengine wanaogombea nafasi hii ya udiwani kata hii ya Moivo, lakini bado Charles Beda TV haijapata majina yao, haijawasikia. Habari ambazo zipo ni hawa mafahari wawili, Selina James Molel na Proches Ndanu, ambapo tetesi zinasema hata wajumbe wamegawanyika, wajumbe hata kamati za siasa za matawi za kata na huko kwenye halmashauri kuu na nini, mabalozi wako namna hiyo. Kuna ambao wanahisi kwamba Selina bado anapaswa kuendelea na kinyang'anyiro hiki, kuendelea kuwa diwani wa kata ya Moivo, lakini wengine wanasema hapana, sasa hivi hebu Selina apumzike kidogo na sasa aingie Proches Ndanu naye aweze kuweka ujuzi wake. Sijui itakuwaje, lakini hiyo ndiyo hali halisi kwenye kata hii ya Moivo. Charles Beda TV, mchakato jimboni imetia nanga. Selina James Molel pia huyu ni mjumbe wa mkutano mkuu wa CCM Taifa. Lakini Selina James Molel pia anaandikisha historia ya kuwa diwani wa kwanza mwanamke kwenye kata hii ya Moivo. Diwani wa kwanza mwanamke kwenye kata hii ya Moivo. Lakini pia Selina James Molel anakuwa diwani wa mwanamke pekee kwenye baraza la madiwani ambalo limemaliza muda wake juzi ama jana, kwa maana tarehe 20 mwezi wa 6. Yeye toka alipoingia madarakani mwaka 20 kuja 25, yeye amekuwa diwani pekee wa kike kwenye kata. Ukiachilia mbali wale madiwani wa viti maalum, yeye ni diwani pekee ambaye aliingia kwenye kinyang'anyiro cha kata na akafanikiwa kushinda kata ya Moivo. Hali ikoje? Mimi na wewe hatujui. Wajumbe wa mkutano mkuu, waheshimiwa mabalozi na wajumbe wao hawa wanne, lakini vile vile viongozi wa chama na wale wa serikali wataamua wakati ukifika wa kura ya maoni nani ni nani. Kama kuna wengine watajitokeza zaidi ama watabaki hawa hawa wawili, Selina James Molel pamoja na Proches Ndanu, wataamua wajumbe kwenye kura za maoni. Kutoka hapa kata ya Moivo hatuna la ziada, mchakato jimboni. Kama kuna lolote litakalojiri zaidi tutawajulisha, lakini kwa haya ndio ambayo tumeyapata, na hizi zinabaki kuwa ni tetesi tu, wala hakuna tatizo wala hakuna ugomvi. Hizi ni tetesi tu kutoka kona mbalimbali katika maeneo ya kata hii ya Moivo, vijio vya bodaboda, mama ntilie, mama lishe, wanachama, viongozi, serikali na kadhalika na kadhalika. Mimi sina la ziada kutoka kata hii ya Moivo, nikutakia kila laheri na uchaguzi mwema, wakati huo tukiendelea kusema aluta continua, ni mbele kwa mbele. Oktoba tunatiki. Asante na kila laheri. Bye bye.